Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusalimiane namna hii. Lakini leo kuna kitu ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yako kupokea siku ya leo. Amina. Asubuhi ya leo tutakuwa na somo fupi ambalo ni refu, lakini mimi nimelianzia katikati au mwisho kabisa. Tutakuwa na somo linalohusu silaha za kutusaidia kupigana vita vya kiroho. Silaha za kutusaidia kupigana vita vya kiroho. Kwa kwanza tusome kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 hadi ule wa 18. Aleza, karibu. Waefeso 6 mstari wa 10 hadi 18, Biblia inasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya ufalme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kuhudumu katika waombea watakatifu wote. Mungu wetu, Baba yetu katia mahali pa juu palipoinuka sana, na kubariki na kukutukuza kwa ajili ya wema na fadhili zako katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya kusanyiko hili. Asante kwa ajili ya dada huyu, baba huyu, mama huyu, mtoto huyu ambaye ametulia kwa unyenyekevu kuhitaji kusikiliza kutoka kwako asubuhi ya leo. Bwana Yesu, namhitaji Roho wako Mtakatifu akashuke na kuhudumia kanisa lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Naenda kinyume na kila nguvu ila za yule adui, zikashindwe na zisipate kibali katikati yetu kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu Bwana niko kusudi asubuhi ya leo ambalo naenda kulidhihirisha katikati ya watu wako kupitia neno hili kwa utukufu wa jina lako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu hiki cha Waefeso ni kitabu ambacho kimeandikwa na Mtume Paulo akiwaandikia kanisa lililokuwa Efeso wakati huo. Wakati huo Efeso ulikuwa ni mji ambao una sifa kadha wa kadha. Lakini moja ya sifa kubwa iliyokuwa katika mji wa Efeso ilikuwa ni ushirikina, uchawi. Watu wale walikuwa mabingwa kweli kweli kwenye mambo ya uchawi. Kwa hiyo Paulo akaandika waraka huu akiwasisitiza kuhusiana na habari za kuwa na silaha au kuzivaa silaha ambazo zitawasaidia katika kujikinga na mishale ya adui. Labda naweza nikauliza kwamba vita ni nini? Bila shaka kila mmoja anajua vita, si ndio? Katika hali ya kawaida vita ni mapigano ya pande ngapi? Mbili, si ndio? Mapigano hayo yanakuwa na nia fulani. Aidha kuna kitu hao watu wanafanyaje? Wanagombania. Kwa hiyo vita hiyo
itahusisha nini? Silaha. Sasa hizo silaha inategemeana. Kuna silaha za jadi, si ndio? Kuna silaha zile za wazungu, zile za, si ndio? Lakini bado kuna silaha za mikono na miguu, nazo pia ni silaha, si ndio? Wale walioenda kule wapi, walioenda jeshini, JKT, si ndio? Wale askari nadhani watanielewa, na leo nadhani somo hili watalielewa vizuri sana, kwa sababu ni somo ambalo linawahusu mambo yao, si ndio? Kwa hiyo unapokuwa katika mafunzo ya kufundishwa namna ya kukabiliana na adui, utafundishwa mbinu zote. Sawa sawa? Utafundishwa mbinu zote za kutumia silaha, lakini utafundishwa pia kutumia fimbo, na ile ni moja ya silaha, lakini mikono na miguu, si ndio? Kwa hiyo tunapozungumzia vita, manake hapo hakuna kucheka na nani? Hakuna kucheka na mtu, si ndio? Ukicheka na adui, yeye anafanyaje? Anakumaliza. Vijana, hakuna kucheka na nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nasi pia tupo katika makundi mawili. Kwa maana uko ufalme wa Mungu ambao una nguvu zaidi, lakini uko ufalme wa giza nao una nguvu zaidi pia. Tunaelewana? Ziko falme ngapi? Mbili. Kuna ufalme wa giza na ufalme wa nuru, ambao huu ufalme wa nuru unatawaliwa na nani? Na Mungu. Ufalme wa giza unatawaliwa na nani? Somo hili linatukumbusha kwamba, au linalenga kutuambia kwamba tunatakiwa tuwe tayari muda wote kwa ajili ya nini? Ya mapambano. Maana yake hatujaletwa duniani kuja kustarehe. Hatuja kuja hapa kwa ajili ya kuenjoy. Tumekuja vitani. Na wewe kama Mkristo, wewe kama muamini ambaye unajua kwamba safari yako inaelekea mbinguni, ni lazima ujue ya kuwa uko vitani. Askari awapo vitani, muda wote yupo tayari kwa ajili ya nini? Ya mapambano. Ukizubaa ukalala, utapigwa. Ukizubaa ukafanyaje? Ukalala, utapigwa. Ndiyo maana Mtume Paulo anatuambia kwamba hatimaye tuzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza na nguvu. Tuzidi kuwa hodari. Ili uwe hodari unatakiwa wewe ufanye nini? Mazoezi. Ufanye nini? Mazoezi. Ukiwa hauna mazoezi, maana yake utakuwa ni mtu legelege. Upo. Watu nawaita watoto mchele, mayai. Mdebwedo. Lakini ukiwa na mazoezi, maana yake hata mtu akikuangalia anajua yes, huyu yuko timamu. Maana yake yuko tayari. Ukimchokoza anashtuka, si ndio? Lakini kama huna mazoezi, ukishtuliwa kinyonge sana, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa uwapo vitani, kuna namna ambavyo unatakiwa wewe ufanyeje? Ujiandae. Na ili uweze kupigana vita yako vizuri, kuna mambo matatu sana ya msingi ambayo unatakiwa uyajue. Jambo la kwanza, ni lazima ujue aina ya adui unayepigana naye.
Mnanipata vizuri? Ni lazima umjue adui huyo unayepigana naye. Ni baba? Mchungaji anatuongezea kitu fulani. Ni mwanaume au ni mwanamke? Ukijua kwamba huyu adui ni mwanaume, maana yake utajiandaa kupigana naye kama unapigana na mwanaume, si ndio? Na maungo yetu yako tofauti kwenye kupigana. Nikipigana na wewe mwanaume, kuna maeneo yako ya kukupiga, si ndio? Ambao najua nikikupiga unafanyaje? Utaumia. Si ndio? Sasa nategemea umpige mwanaume begani. Umpige mwanaume begani au umpige tumboni. Sio rahisi sana kumuumiza. Si ndio? Ana maeneo yake. Si ndio? Lakini pia ukipigana na mwanamama, mwanamke, ukimpiga unajua kwamba huyu mwanamama, ukimpiga tu bega hapa yeye, ukishika mkono tu kwa kunja hivi, wewe unajua hata matumizi yako ya nguvu, hata mazoezi yako utakayoyafanya sio yale ya, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ni lazima umjue adui yako. Na sisi ni lazima tumjue adui ili tuweze kupigana naye vizuri. Sawa sawa? Lakini jambo la pili ni lazima ujue uwezo wa adui yako. Hawezi kaenda tu, yaani wewe ujue huyu jamaa ni mrefu, ni mfupi, anapiga sarakasi, hapigi, hayuko kweli. Uwezo wa adui yako umjue. Unaenda kukabiliana naye, uongo atakupiga. Tunaelewana vizuri? Ni lazima ufahamu nguvu ya adui. Ili kufahamu nguvu ya adui, maana yake utatambua aina ya silaha zake. Si ndio? Utajua huyu mtu ana silaha nzito au ana silaha nyepesi. Kama ana silaha nzito, mimi nakabiliana naye vipi? Kama ana silaha nyepesi, mimi nakabiliana naye vipi? Au nibebe silaha aina gani? Sio? Sasa mtu anauma homa, sio? Ya kumeza vidonge Panadol, homa inashuka. Wewe unaenda na majeshi. Toka. Unatumia nguvu kubwa kupiga kaadui kadogo. Sio? Kwa hiyo jambo la tatu ni lazima ujue mazingira ya vita. Kwamba ninaenda kupigana naye, huyu jamaa anapigana naye wapi? Ni milimani. Kama ni milimani, maana yake natakiwa nivae kiatu cha namna gani ili niweze kukabiliana naye. Nikivaa kiatu ambacho kiko flat, maana yake hata kinani kidogo hivi nikateleza naweza nikaporomokea chini. Kwa hiyo natakiwa nivae viatu ambavyo kidogo vinaweza vikasimama kwenye sehemu ambayo panaoteleza au pana nini hivyo. Kwa hiyo ni lazima uyajue mazingira yako ya vita. Sasa tumesoma katika andiko letu kwamba vita yetu sisi si juu ya damu na nyama. Maana yake vita yetu sisi sio ya kutumia mikono wala miguu. Sio vita ambayo natakiwa nifanye push up nyingi sana kupata nguvu za misuli ya nini? Ya nguvu, si ndio? Lakini nguvu yetu inapiganwa katika mazingira ya kiroho. Kwa hiyo ni Mungu. Tunajua kwamba tunapigana vita yetu katika mazingira ya kiroho. Kwa hiyo ni lazima tujiandae kiroho. Si ndio? Tunapigana kiroho. Hatupigani kwa mateke. Hatupigani kwa ngumi. Hatupigani kwa makofi na vichwa. Tunapigana kiroho. Na ili uweze kupigana kiroho, maana yake ni lazima uwe na nguvu za kiroho ili uweze kupigana na huyo adui. Adui tunayepigana na nani? Tumetambua kwamba tunapigana katika mazingira ya kiroho. Adui tunayepigana naye ni nani?
tunapigana na falme za nini? Za giza, juu ya mamlaka na pepo wa nini? Wabaya. Hao ndio tunaopigana nao katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ili tuweze kupigana nao, ni lazima na sisi tuingie katika mazingira ya kiroho ili tuweze kufanya kukabiliana nao. Ukiwa kimwili unapigana na mtu ambaye yupo kiroho, utakuwa unashtukia tu wewe mueleka chini. Unaangalia humuoni kofi. Hujatulia tena kofi. Hujatulia mtama chini. Kwa sababu wewe uko mwilini, halafu unapigana na mtu yuko rohoni. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo ni lazima tujue mazingira ya vita, kwamba ni msituni, ni jangwani, ni majini, ni angani, ni wapi, ili kuweza kujiandaa vizuri. Kwa hiyo neno la Mungu katika kitabu cha Waefeso 6 tuliyosoma, ametuambia aina za maadui ambao tunapigana nao. Falme, mamlaka. Tunapigana na wakuu wa giza, maagenti wa kuzimwa. Si ndio? Tunapigana pia na mapepo wabaya. Sasa hili neno binafsi hata mimi sijapata kulingamua vizuri. Mapepo wabaya. Na maana kuna pepo wazuri. Labda upepo mzuri. Si ndio? Pepo za kusi, pepo za kaskazini zinavuma. Huo ni upepo. Si ndio? Sasa huo ni upepo, sio? Lakini mapepo mabaya, yapo mabaya, na sisi tunajua hivyo, si ndio? Mazuri siku awe nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo silaha za vita vya kiroho zimegawanyika pia katika sehemu kuu mbili ambazo tumeziona hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika neno tulilolisoma tumezipata aina ya silaha mbili. Tumeziona silaha za kujilinda na silaha za kushambulia. Si ndio? Tumeziona silaha za kujilinda pamoja na zile za nini? Za kushambulia. Ambapo amesema, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari upatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Hizo ni silaha za kujilinda. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Labda nirudi huku, mnaweza mkanielewa vizuri. Wote tunawaonaga askari. Hata mimi huwa nawaona. Ukikutana na mwanajeshi akiwa kazini yupo tayari kwa ajili ya vita muda wote. Si ndio? Kawaida utakuta kitu cha kwanza ni nini? Combat. Lile ni vazi, si ndio? Lakini anakuwa amevaa nini? Buti. Amefunga vizuri kabisa. Na amevaa kofia. Sasa huyu askari tunayemzungumzia ni askari ambaye yuko vitani. Sawa? Huyu askari ambaye yuko vitani, silaha ambazo anazitumia ni silaha zote za kujilinda na kushambulia. Si ndio? Sasa kwenye andiko letu sisi hapa tumeziona silaha za kujilinda kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wa hapo juu, wataalamu wasomi,
Silaha za kujilinda wanaweza wakaita nini? Defensive weapons, si ndio? Ambapo neno la Mungu limesema hivi kwamba la kwanza amesema basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, si ndio? Silaha ya kwanza ni kweli, ambapo askari anayekuwa vitani anakuwa amefunga nini? Kweli kiunoni. Ni nini huo? Ni mkanda. Sawa? Tafsiri yake ni nini? Kwamba ni lazima uwe thabiti muda wote. Maana yake muda wote wewe utakuwa umefocus kumkabili adui. Sio tena suruali na dondoka, sketi na dondoka, unaanza kushika sketi huku na mkono huu, adui anakupiga. Kwa hiyo ni lazima uwe umefunga mkanda wako kiunoni vizuri kwa ajili ya kukabiliana na adui. Na unapoufunga huu mkanda kiroho, mkanda huu umetafsiriwa kama kweli, truth. Ni lazima tuhubiri injili isiyogoshiwa, injili thabiti iletayo wokovu wa nini? Wa Mungu. Na maana yake ni kwamba unapoihubiri kweli hupaswi kuchanganya na vitu vingine. Kweli iko hivi, imenyoka. Ukileta habari zingine hizo sio kweli. Maana yake umeshatoka kwenye msingi wa silaha zile 5 ambazo tumekabidhiwa kwa ajili ya kumshinda adui. Ukiingiza uongo, umeshampa nafasi adui, amekupiga tayari. Halo dada wa dada, uko wapi? Niko hapa nakuja. Nimekaribia hapa, niko cafeteria, kumbe bado yuko hostel. Kweli, truth, kwamba sisi kama waaminio, kama wateule wa Mungu, kama watu wa Mungu, tunapaswa kusema kweli 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 daima. Ni moja ya silaha ya kumshinda adui. Kwa sababu wote tunajua ya kuwa shetani ndiye baba wa uongo. Kwa hiyo na wewe ukiingia kwenye huo mtihani ukaanza kusema uongo, kama shetani ni baba wa uongo, wewe umekuwa nani? Katoto ka shetani. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo silaha ya kwanza ni ukweli. Kweli ambayo tunatakiwa tuwe nayo tumeifunga thabiti. Kwamba mimi nitasema kweli, sitosema uongo. Sintoionea haya injili, nitaihubiri injili. Lakini ukisema uongo, maana yake unatuonesha sisi kwamba wewe umeokoka, unamwamini Bwana na unaenda mbinguni. Tunajua tuko na wewe kwenye safari, kumbe wewe ni mpiga debe kama mpiga debe wengine, hata tiketi hauna. Kwa hiyo watu wanakuja wanampokea Yesu, wanakata tiketi, wewe unawasaidia kuwakatisha hiyo tiketi, halafu unabaki hapo. Wenyewe wanayeja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini silaha ya pili ambayo tumeambiwa baada ya kufunga kweli mkanda kiunoni, askari wa Yesu, unatakiwa tena uvae dirii ya haki kifuani. Bulletproof. Si ndio? Ni lazima uvae dirii ya haki kifuani, ili iweze kukukinga wewe ile mishale yote itakayopigwa kwako kulenga kifua. Si ndio? Na ndio sehemu muhimu sana, kwa sababu imetunza vitu vingi na vya muhimu sana kwenye maisha yako. Moyo uko hapo, si ndio? Ukizubatu hapo, ukipigwa, kwisha. Neno la Mungu limesema kwamba linda moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko itokako chemchemi ya nini? Ya uzima. Chemchemi ya uzima wako wa kiroho, hata wa kimwili, iko moyoni hapo. Sasa usipoziba vizuri hapo, kukawepo na kaupenyo, mshale ukatokea pale ukaingia,
kwisha habari yako. Kwa hiyo amesema kwamba tuvae dirii ya haki kifuani. Maana yake sisi kama tuliookoka tunapaswa kuwa wenye haki, ili matendo yetu yatushuhudie ya kuwa tu wenye haki. Sio sisi tunakujua hapa jamani Serungi mtumishi wa Mungu yuko timamu, yuko vizuri, alafu akikatiza hivi wanamuita mshikaji. Oya si ndio? Yaani kwamba hapa ni mtumishi mzuri kabisa,